itamwezesha kutekeleza majukumu yake ili kufanikisha zoezi la uandikishaji wa wapiga kura vizuri. Mafunzo haya yatahusisha jinsi ya kutumia mfumo wa kusajili wapiga kura Voters Registration System VRS, pamoja mtambue kuwa baadaye nyinyi ndio mtakaohusika na uandikishaji wapiga kura vituoni. Hivyo ni vema mkawa makini katika kusikiliza mafundisho au maelekezo yote yatakayotolewa katika semina hii ili kufanikisha kazi hii. Mafunzo haya pia yatafanyika kwa vitendo, ni nadharia na vitendo, jinsi ya kutumia vifaa vilivyomo ndani ya BVR kit kuandikisha wapiga kura, lakini pia namna ya kujaza fomu zinazotumika katika zoezi hili. Ni matumaini yangu kuwa wote mlishiriki katika shughuli za uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura awamu ya kwanza. Kwa kutumia uzoefu huo na mafunzo mtakaopatiwa siku hii ya leo, natarajia mtafanya kazi kwa weledi zaidi, bidii na moyo wa kujituma ili kufanikisha zoezi hili la kitaifa. Aidha, mawakala wa vyama vya siasa wataruhusiwa kuwepo katika vituo vya kuandikisha wapiga kura. Jambo muhimu kwa zoezi hili, mnatakiwa kuliweza kuleta uwazi katika zoezi zima. Kunatakiwa kuwa na uwazi katika zoezi zima, lakini pia kusaidia kutambua wapiga kura wa eneo husika, hivyo kupunguza kutokea kwa vurugu zisizokuwa za lazima. Mawakala hawatakii kuwaingilia katika utendaji wenu. Nitarudia, mawakala hawatakiwi kuwaingilia katika utendaji wenu, kwani uamuzi wa mwisho wa kuandikisha au kukataa kuandikisha mwombaji kituoni ni wa mwendeshaji wa kifaa cha biometric na mwandishi msaidizi. Kuhusiana na mawakala yatatolewa na wakufunzi na ni muhimu kuweza kuyazingatia. Ninaendelea kuwakumbusha, tunapoendelea na mafunzo haya tunashakula kiapo cha kutunza siri na kujitoa kwenye vyama. Kwa hiyo tunatakiwa tuweze kuwa waaminifu na waadilifu kama jinsi ya hotuba hii inavyoelezea kwamba mnatakiwa kuweza kuzingatia maelekezo yote yatakayoweza kutolewa na wakufunzi. Kusiwepo na mtu analeta mzaha wakati wa mafunzo. Ninaamini kabisa mmeambiwa juu ya matumizi ya simu hayahitajiki. Wakati huu tunapoendelea na zoezi, hatuhitaji matumizi ya simu, maana yanaondoa usikivu, lakini wakati mwingine mnaweza mkatoa taarifa ambazo bahati mbaya unasema simu yangu ilikuwa tu nachakaa imejipiga. Hizi taarifa zote ni siri. Sawa Isije ikaonekana umeweza kusema sijui ilikuwaje, hata sikupiga lakini nikaona tu inasambaa kwenye mitandao kwamba Lushoto wamefanya zoezi na vitu hivi vinamgumu. Mmekula kiapo cha kutunza siri. Ina maana siri itakapotolewa, yani imevuja, utachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria kwa sababu umetoa siri ambazo wewe sio msemaji au mtoaji wa hizo siri. Na wakati mwingine zinaweza zikapelekea uvunjifu wa amani. Moto yote niendelee kuwakumbusha, wakati wa utambulisho walijitambulisha mbele yenu wasaidizi, yani maafisa waandikishaji wasaidizi ngazi ya kata na ngazi ya jimbo. Kwa ukiwa kwenye kata yupo yule arokata, umfanye kama umjulishe, maana na namba zao za simu zimo, yamkini atakuwa anazungukia kituo kingine, lakini kwa sasa zoezi litakuwa kwenye vituo vyetu vile vya kata zile 33. Kwa hata kuwa mbali na wewe. Kwa kama kuna changamoto yote muone kabla hujafanya jambo lolote ukasema mimi nilifikiri ninafanya nini. Kuna vitu mnavifanya kwamba sivyo vinavyotakiwa. Ndio maana tunapewa mafunzo haya ili kutahadharishwa. Lakini hata ile ngazi ya kata ukikosa yuko majimbo na yeye atakuwepo katika hilo eneo akizungukia katika zile kata zake anazosimamia katika jimbo. Unafahamu tunayo majimbo mawili, jimbo la Lushoto na jimbo la Ngara. Kwa mnatakiwa muweze kuhakikisha kwa jinsi mtakavyopangiwa. Maana hapo hiyo fomu yako hujajua kwamba itapangiwa wapi. Si ndio? Mpaka ile barua ambayo itakuajiri kwa mkataba itakuonyesha wewe umepangiwa wapi. Kwa utafahamu katika ile arojimbo au arokata huyu yuko jimbo la Lushoto au jimbo la Mlalo. Kwa kama na jambo unapeleka huko.
Ukiwakosa wote, yule unampata afisa mwandikishaji au afisa uchaguzi, unampigia moja kwa moja kwamba hapa kuna jambo hili tunafanyaje, au usilifanyie wewe mwenyewe. Mnaelewa wanasema kukumbusha sana tuweze kuzingatia hayo tunapoendelea na mazoezi haya, kwamba pia kumbukeni kwamba mnatakiwa kuwahi kituoni saa 1:30, yani kwamba kila kitu kiko tayari, ama mnaandaa kila kitu, ili saa 2 na kwanza inabaki ufunguaji tu. Watu wanaweza kuwa tayari wapo nje ili muendelee kutoa huduma. Sasa wakati mwingine sio nini, lakini unakuta mahali pengine imefika muda fulani nasema nilienda kunywa chai kidogo. Yaani ni wakati mzuri wa kutoa taarifa kabla hujapewa barua kwamba jamani, mimi nina dharura hii. Na unapoambiwa ujaze taarifa zako kwa ukamilifu, ujaze vile kwa ukamilifu ili zisilete usumbufu wakati mwingine. Usitoke kwamba naenda kunywa chai kidogo au naenda kujisaidia, unashangaa BVR operator na mwandishi msaidizi wote wameenda kujisaidia. Kwa hiyo niendelee kuwatahadharisha, unaweza ukafikiri ni jambo la kawaida, lakini wakati mwingine inatokea mahali pengine. Yaani wote wawili wameenda, unakuja kukagua kituo utashangaa hawapo wote wawili. Alafu akija amwambia nilienda kujisaidia na wewe kujisaidia. Jamani, tupeane muda, sawa Ninafahamu kunawezekana kukaa na dharura, lakini haiwezi kuwa jinsi hiyo. Kwa sababu yupo mfano jimbo, yupo alokata. Kwa hiyo kama wote wamepata dharura hiyo, wote wanataka kwenda kujisaidia wakati huo, mjulisheni ili awepo kwa ajili ya kuweza kuona ku rescue situation. Wasije wale wananchi wanafika wanakosa watu wote. Ninawakumbusha kwamba tuweze kuzingatia yale mafunzo yatakayotolewa katika ujazaji wa fomu. Anapokuja mtu kwa ajili ya kurekebisha taarifa, ni kweli yuko kituo chake ni nani pale kwenye kata, lakini ana kijiji anachotoka. Kwa hiyo ni vizuri kujua, kwa sababu unajua vile vituo wataenda kupigia kura kwenye vituo vyao, hawatapigia kwenye ngazi ya kata, sawa Wakufunzi watawafundisha. Mimi ninatoka kata ya Mnazi, lakini kijiji cha Langoni A au kitongoji fulani. Kwa unaangalia kuna kituo na namba, unajua huyu sasa itakapofika ile siku ya kupiga kura ataenda kwenye kile kituo. Usipofanya hivyo kwa uangalifu, utasababisha watu wote ukawarundika kwenye ngazi ya kata, ambayo inaweza ikaleta shida sana na malalamiko. Mnaelewa wanashiriki? Kwa hiyo tuweze kuzingatia yale mafunzo pale ambayo yatatolewa. Kama haujaelewa, muulize mara mbili mkufunzi au mwezeshaji, hapa sijaelewa, hapa inakuaje, hii na nini jana inakuwa hivi, kuna nini? Lakini pia mtapewa zile hadi copy, mjue zile orodha za vituo, yani kwamba kata Mnazi ina vituo 6 wakati wa uchaguzi. Kwa hiyo vituo ni hivi. Kwa hiyo wale wanaokuja kujiandikisha, wewe umetokea wapi, anakueleza. Kwa hiyo unaangalia muda, unaona ni namba fulani, unaendelea, mambo yanaenda vizuri. Wakati tunaelekezana kwamba nyinyi mlifanya zoezi lile la awamu ya kwanza, hakuna ambaye hakushiriki katika lile zoezi. Kwa hiyo na sasa hivi mmeteuliwa kwamba mnaonekana mna uweredi kwamba mnaweza kufanya kazi hii kwa ufanisi. Tuna siku 7 za kufanya kazi hii kuanzia tarehe 16 hadi tarehe 22. Kwa hiyo niendelee kuwakumbusha na kuwahimiza kwamba muweze kuzingatia utaratibu, sheria na miongozo ambayo imetolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ili kufanikisha zoezi hili. Staili zenu pia mtaweza kupatiwa kwamba kwa hizi staili kadhaa na ulipo hasa uchaguzi atatoa mwongozo ili kila mmoja aweze kujua. Sawa Ili sifike mahali nasema mimi mbona nilikuwa nafikiri na kwa hiyo mbona kiko tofauti. Hapana, kila kitu kitaenda kuwa wazi. Hasa uchaguzi sasa anaandaa taarifa ili aitoe mbele yenu muweze kujua na zile staili zenu. Mwisho, ninatoa wito kwenu kuhakikisha mnavitunza vifaa vyote mtakavyokabidhiwa na kuzingatia maelekezo yote yatakayotolewa na afisa mwandikishaji na wasaidizi wake ili muweze kuyafanyia kazi mtakapokuwa mmeanza uandikishaji. Aidha, napenda kuhakikishia kwamba serikali ya wilayani hapa chini ya uongozi wa Mheshimiwa wetu Zefania Sumaye imedhamiria kuhakikisha kuwa usalama unaimarishwa ili zoezi hili lifanyike kwa ufanisi. Ninawasihi muwe na ushirikiano mzuri na wa karibu na maafisa waandikishaji wasaidizi katika kata zenu wakati wote mtakapokuwa mnahitaji ufafanuzi au maelekezo katika kutekeleza majukumu yenu. Hakikisheni hii, unaona inaposisitizwa kwamba hakikisheni kila wakati mnapata nafasi, kama una changamoto yoyote kuweza kuuliza, lakini vifaa vile mweze kuvitunza vizuri mpaka ile zoezi linapokamilika, unakamilisha vikiwa salama. Na katika hili
tuweze kusema, yaani staili yako ile ya siku 7 utalipwa siku 3, ili siku zile 4 zinazobaki utakapoleta vifaa kamili ndio utakapoweza kumaliziwa. Nafikiri mnafahamu hata zoezi lililopita ilikuwa namna hiyo, si ndio? Mafunzo haya yamefunguliwa. Asanteni kwa kusikiliza. Naitwa Ikupa Mwasioge, afisa mwandikishaji jimbo la Lushoto na Mlalo. Leo nimefungua mafunzo haya kwa ajili ya waendesha vifaa vya BVR katika zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura awamu ya 2, lakini pamoja na waandikishaji wasaidizi katika vituo. Kwa hiyo na zoezi hili kama jinsi ambavyo tumeendelea kutoa matangazo, ninatoa wito kwa wananchi kuweza kushiriki, kwa sababu litaanza tarehe 16 hadi tarehe 22 ya mwezi huu wa 5 katika kata zetu zote 33 ambazo ziko katika majimbo yetu haya mawili ya Lushoto na Mlalo, ambako Lushoto tunazo kata 15 na Mlalo tunazo kata 18. Kwa hiyo niendelee kutoa wito kwa wananchi kuweza kushiriki katika kuboresha taarifa zao au kuandikisha upya. Kuna vijana wetu ambao yamkini katika ile uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura awamu ya kwanza hakupata nafasi ile, hawakuweza kushiriki kwa dharura mbalimbali. Kwa hiyo imetolewa nafasi hii tena na kupitia Tume Huru ya Uchaguzi ya Taifa, kwa hiyo waweze kufika kuboresha. Wale ambao wamefikisha miaka 18 au siku ya uchaguzi watafikisha ile miaka 18. Lakini kama kuna wengine ambao yamkini taarifa zao zinarekebishwa, kuna mapungufu ambayo yani labda picha imeharibika au amepoteza kitambulisho, basi anatakiwa aweze kufika pia katika hivi vituo 33 katika kata zetu hizi 33 kwa ajili ya kuweza kupata kitambulisho kipya. Lakini pia kwa wale ambao wanahamisha taarifa, yamkini amehama kutoka kata moja au jimbo moja, kwa ni nafasi nzuri hii ya kuweza kuitumia kwa ajili ya kuweza kuhakikisha anaboresha taarifa zake au anarekebisha taarifa zake au anahamisha taarifa zake au anajiandikisha upya ili apate kile kitambulisho na kuwa na kitambulisho cha kupiga kura ili aweze kushiriki katika uchaguzi mkuu wa 2025. Aidha, sambamba na tarehe 16, lakini ni pamoja na waweze kupita na kukagua daftari wazi ambalo limewekwa wazi, daftari la kudumu lile la awamu ya kwanza, ambao tayari waliandika taarifa zao, wapite kwenda kuhakiki ili kama kutakuwa na marekebisho yote au mapungufu ambayo wanatakiwa kuweza kuyafanyia kazi kuboresha, wanaziwasilisha zile taarifa katika hizo kata ambazo nimesema 33. Lakini hili daftari wazi limebandikwa katika vituo vyote vile vilivyofanyika wakati wa uandikishaji lile zoezi la awali la awamu ya kwanza, ambapo tulikuwa na vituo 323. Lakini wakati huu anapopita, akishapita kwenye hivyo vituo vyao walikojiandikisha, kila mmoja kama ni katika ngazi ile ya kitongoji chake au eneo lake, kijiji kule ambako kulikuwa na vituo vile 323, anapoona kuna taarifa anataka kurekebisha au kuna taarifa anataka kutoa, basi afike katika kata yake ili kuweza kufanya hayo marekebisho au kuandikisha upya. Na wasiogope kwamba wakishaandikisha pia hivi upya katika hizi kata zetu 33, yani anakuwa na uhalali wa kupiga kura, ambapo uchaguzi mkuu utakapofika watachagua katika yale maeneo yao walioandikisha kule mwanzo. Kwa hiyo niendelee kutoa wito, vituo vitakuwa vikifunguliwa saa 2 kamili asubuhi na mpaka saa 12 jioni. Lakini hii haizuii kwamba ikifika saa 12 kama bado kuna wananchi wanahitaji huduma, basi wale watumishi walioko katika hivyo vituo wataendelea kuwapatia huduma ile mpaka wale watu watakapokamilika. Kwa nitoe wito wakati huu wasisubiri ile mwishoni tarehe 22 ndo wanaenda, waanze tu sasa hivi, waanze mara moja, na wataalamu wanapata mafunzo wako tayari. Tunao maafisa waandikishaji wasaidizi ngazi ya jimbo na maafisa waandikishaji wasaidizi ngazi ya kata, kwa wote wako tayari, na hawa wanaopata mafunzo sasa uendeshaji wale vifaa vya biometric pamoja na hawa waandikishaji katika ngazi za vituo. Kwa wananchi mjitokeze, lakini pia tunaendelea kuzingatia, tutoe wito kwamba kama kuna mzee, kama kuna mgonjwa, kama kuna mlemavu, kama kuna mjamzito au wanawake wenye watoto, wote watapewa kipaumbele cha kwanza, yani hawatakuwa katika zile foleni, na tunatarajia kusiwe na foleni ndefu kwa sababu tumejipanga vizuri ili kuhakikisha huduma